lakini pia tulivyoshirikishwa kwenye uandikaji wa dira hii ya 2050. Lakini pia kikao hiki cha leo ni muendelezo wa vikao vingi ambavyo tumekaa kwa karibia miezi miwili tukijadiliana na serikali mpaka kufikia maafikiano kuja kwenye kikao hiki leo na kuingia kwenye hayo makubaliano ambayo yatatuwezesha sekta binafsi na serikali kushirikiana katika utekelezaji wa dira 2050. Maana hatua ya kwanza kuandika imepita, sasa tunaingia kwenye utekelezaji. Kwa hiyo mimi nasema tunashukuru sana, tumeshiriki na tumeona mwelekeo na mambo mengi yaliyoko kwenye ule mpango ambao tutausaini leo hapa. Tumeshirikiana wote kwa pamoja kikamilifu kabisa kuanzia mwanzo, na tumepeleka maoni yetu kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kwa ajili ya msisitizo, kuna mambo machache ambayo tutayaongea hapa leo, lakini mambo mengi yako mle, na tumekubaliana kwamba tutakuwa na vikao vya mara kwa mara kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa ule mpango ambao tumekubaliana unaendaje. Kwa hatua hiyo, kwanza nashukuru sana serikali kwa sababu sisi tumekuwa washiriki muhimu kwenye hii dira, na ndio maana tumetengewa 70%, lakini pia katika mpango wa utekelezaji tumeshirikishwa kwa kiasi kikubwa. Tunakushukuru sana waziri wetu wa mipango na uwekezaji, tumekuwa nawe jana kikao cha mwisho mpaka saa 1 usiku. Kwa nadhani umetufilisi huko, mambo mengi tumezungumza kule. Lakini pia pamoja na hayo, na sisi tunaweka ushauri kidogo kama walivyofanya wenzetu katika utekelezaji wa huu mpango wa 2050 wa kufikia uchumi wa trilioni 1. Sisi tunadhani kwamba eneo la bandari ni muhimu sana kama nyenzo muhimu sana kwenye utekelezaji wa mpango huu. Sasa bandari, tunashukuru sana mama kwa maono yako na kuziba masikio, ukaleta ule uwekezaji mkubwa uliofanyika hapa bandarini ambao matokeo sasa yanaonekana kwa macho. Maana maneno huwa yanamalizwa na vitendo. Kwa vitendo vimemaliza yale maneno yote yaliyokuwepo sasa pale zamani. Lakini kuna changamoto, kila jambo jema linavyokuja linakuwa na changamoto zake. Sasa hivi kumeanza kujitokeza changamoto ya uondoaji mizigo bandarini. ICD zinajaa. Wafanyabiashara wamejitahidi kutanua ICD kila kona ziko, lakini kadri ICD zinavyotanuliwa tunasababisha tena foleni mabarabarani. Kwa sababu mzigo unaokwenda Kongo unalazimika kwanza uende ukakae Mbagala, halafu utolewe Mbagala ndio uende Kongo. Au wakati mwingine mzigo unaokwenda Zambia unalazimika utolewe pale upelekwe Kigamboni. Mkawekwa Kigamboni, halafu baadaye magari yanatoka Zambia ufuate mzigo Kigamboni upite tena bandarini unakwenda zake. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo nadhani na sisi tunakoshauriana, tuna mambo ambayo tunaweza tukashauri serikali. Kwanza, sasa hivi kuna utaratibu wa kutoa mizigo, tumeka dry port kwenye njia ya SGR. Sisi tunashauri ile train ya zamani, reli ya zamani, kwa sababu haitumiki ipasavyo sasa hivi, basi isiachwe ikaishia. Itafutwe eneo ambalo linapita reli ya zamani kwenye maeneo ya mkoa wa Pwani hapa, isaidie kuhamisha mizigo kupeleka kule kwenye dry port, ili magari yanayotoka nje yaishie kule huko. Lakini pia ikiwezekana tuweke dry port nyingine kubwa ya barabara ambako magari yanayotoka bandarini baada ya kupeka mizigo Mbagala na Kigamboni yawe yanayapeleka huko, wale wanaokuja kutoka nje wachukulie huko nje. Tukiwa na hizo dry port 3, ile ya Kwala ambayo ya SGR, tukaweka na hiyo reli ya zamani na tukaweka na barabara, nadhani tutasaidia sana kuongeza speed ya uondoaji mizigo bandarini, lakini na kupunguza hizo foleni za mjini. Jambo la pili, kwenye usajili wa wafanyabiashara wapya. Kakaangu pale Kamishna Mwenda anajitahidi, lakini nadhani tusajili walipa kodi wapya kadri inavyowezekana, kuwabaini na kusaidia kuwasajili, ili mzigo wa kodi, bado tax base yetu inaonekana ni ndogo. Tuongeze tax base ili walipa kodi watakapokuwa wengi, itatusaidia sana kufikia ile pato ambalo tunakusudia kwenda. Lakini pia iko maeneo ya kutumia mifumo elektroniki. Wameanza ndugu zetu wa TRA, lakini imarishwe zaidi, kwa sababu ile inasaidia sana. Fedha yote inayopatikana inayostahili kwenda kwa serikalini ni ngumu kupotea unapotumia mifumo elektroniki. Kwa hiyo tujitahidi sana. Imeanza hivyo TRA, lakini tunaomba sana muongeze kasi ya kuimarisha mifumo hiyo. Kila watu wanayefanya biashara hakikisha pesa zinakwenda hiyo cashless na mambo mengine, ili fedha zote pite katika mkondo sahihi, ili mapato ya serikali yasivuje. Lakini pia ziko changamoto zingine ndogo ndogo. Hasa mwaka jana tulipitisha sheria ya kutenganisha baadhi ya biashara ziwe zinafanywa na wetu wa ndani. Kwenye utekelezaji wa sheria hii ziko changamoto tumeanza kukutana nazo.
Baada ya kuanza kutekelezwa, wengi walikuwa wamejazana pale Kariakoo, wamekimbilia nje ya miji. Sasa huko walikokwenda sasa hali ndio ngumu zaidi, kwa sababu wanafanyia biashara kwenye magodown, huko ndo walipi kodi kabisa, risiti huko hazitoki, yani anafanyika kama kwa magendo hivi. Tumefanya hizo operation, nashukuru sana rasi wa mkoa wa Dar es Salaam, tulipata hizo taarifa tukamfikishia, akaunda kikosi kazi, lakini pia kamishna mkuu wa TRA akatoa vijana wa timu ya investigation, tukawa na timu kama watu 10 kupita huko kwenye magodown na kusemekana hali tuliokuta huko inatisha, hali ni mbaya sana. Kwa naomba serikali imarishe vikosi kazi hivi ili mazoezi yaendelee, na si Dar es Salaam peke yake, hata mikoa jirani. Nasikia mkoa wa Pwani nao wamezagaa wengi, lakini na mikoa mingine, kwa sababu mapato ya serikali inaonekana huko ndio yanavuja sana. Lakini pia iko changamoto ndogo imeanza kujitokeza sasa ya upatikanaji wa visa kwa wafanyabiashara. Niombe serikali tutafute namna ya kuwasaidia wafanyabiashara wapate hizi visa kwa haraka. Tutengeneze dirisha maalum, kama vile wakati ule watu wana michezo wanapokwenda nje au shekhe anapeleka watu hija, mnaambiwa tu mnakusanya zile passport zinakwenda kule, watu wanaenda kutafuta hizo. Na kwenye wafanyabiashara, ikiwezekana wizara yetu wa uwekezaji au wizara ya viwanda na biashara, kwa sababu nyinyi ndio mnafahamu wafanyabiashara. Kule ubalozini wanasema wanafanya vetting, wale watu wanaochunguza, kwa sababu wanasema wengine wanakwenda huko sio wafanyabiashara, wakaenda warudi wanazamia. Lakini kupitia wizara yetu au sisi viongozi wa wafanyabiashara ni rahisi kudhibitisha kwamba huyu kweli anaenda kwenye nia ya biashara na atarudi huku, hawezi kupotea, kwa sababu inawezekana wanaadhibiwa walisikuwa na matatizo kwa makosa wengine ambao walikuwa na matatizo. Mimi leo kama nilivyotangulia kusema sikuwa na mambo mengi tumeongea kwenye vikao, na vikao vingine vitaendelea. Nishukuru sana kwa nafasi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwasikia wote kama ulivyowasikia kwa uwakilishi, maana wako wengi sana, lakini hawa wamewakilisha wengine pia, kwa heshima na taadhima, naomba sasa tupate salamu za shirikisho la sekta binafsi Tanzania. Nimwalike Bi Angelina Ngalula, huyu ndio rais wa TPSF. Makofi mengi kwake. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.